Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za ndoto, na leo tutazungumzia ndoto ya kuona mwanamume amevaa vazi jeusi usingizini. Lakini kabla tujaendelea, ndugu zangu watazamaji, niwakumbushe kwa wale mnaosumbuliwa na mashaitani, uchawi, husda, una maradhi yasiyoonekana hospitali, unahitaji visomo vya kinga ya biashara yako, kinga ya nyumba yako, kinga ya chombo chako, kinga ya kwako wewe mwenyewe na familia yako, ndugu yangu, tuwasiliane ili tuweze kukusaidia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na ndugu zangu watazamaji, wanaochuoni wanasema kuona mwanamume amevaa vazi jeusi usingizini kwa mwanamke aliyeolewa, ina maana mwanamke aliyeolewa akimuota mwanamume amevaa vazi jeusi usingizini, wanasema wanawachuoni, tadullu ala al-amani was-sakina fi baitiha wa ailatiha. Wanasema ndoto hiyo inaashiria amani, wasakina, na utulivu, fi baitiha, katika nyumba yake, wa ailatiha, na familia yake. Ina maana huyu mwanamke kutakuwa na amani na utulivu nyumbani kwake, na familia yake kiujumla itakuwa ni familia yenye utulivu. Huyu ni mwanamke aliyeolewa. Lakini wanaendelea wanawachuoni wanasema, warubbama dallati ru'yatu rajulu yalbasu aswada fil hulmi lil azbai. Lakini wanasema kwa msichana asiyeolewa akiota mwanamume amevaa vazi jeusi, wanasema hiyo inaashiria ala zauji swahibi haibati wa sulta, inaashiria ataolewa na mtu mwenye heshima na mamlaka. Mwanamke huyo ataolewa na mtu mwenye heshima na mamlaka biidhnillahi tabaraka wa taala. Amma ru'yatu rajulu yalbasu al-aswada fil hulmi, wanasema ama kumuona mwanamume amevaa vazi jeusi ndotoni, lirajuli, kwa mwanamume, yani mwanaume ukimuota mwanamume amevaa vazi jeusi, fatadullu, wanasema wanawachuoni, ndoto hiyo inaashiria ala almanfaati, inaashiria wewe uliyeota utapata manufaa, yani utanufaika, walfawaidi min alamali, na faida kazini, kuna faida utaipata kupitia kazi unayofanya na manufaa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Naam, wanaendelea wanawachuoni wanasema, waman raa rajulan ajuzan, na mwenye kumuona mwanamume mzee, yani ukilala ukamuota mwanamume mzee, yalbasu aswada fil manami, amevaa vazi jeusi, amevaa nguo nyeusi ndotoni, mzee, wanasema fadhalika dalilu, hiyo ni ishara, ala alhikmati walhikna, hiyo ni ishara ya hikma, kwamba Mwenyezi Mungu atakujalia utakuwa na hikma na busara, walhiknatu, na busara. Hiyo ndiyo maana ya kumuona mzee mwanamume amevaa vazi jeusi au nguo nyeusi. Na wanawachuoni wanaendelea wanasema, wamarraa arrajula maarufu yalbasu aswada fil manami, wanasema na yeyote mwenye kumuona mwanaume maarufu amevaa vazi jeusi usingizini, wanasema fa innahu yanalu musaada wa auni, ndoto hiyo inaashiria huyu aliyeota atapata msaada, atasaidiwa, atapata msaada kutoka kwa watu watamsaidia. Ama wanasema, amma maraa, mwenye kuona usingizini, arrajulu, akamuona mwanamume, gharibun, asiyemfahamu, umelala ukamuota mwanamume usiyemfahamu, yalbasul aswada,
amevaa vazi jeusi fil hulmi, ndotoni, wanasema fa innahu yakhruju min mihna, ndoto hiyo inaashiria utatoka katika mitihani. Kama una mitihani, utatoka katika mitihani hiyo, itakwisha mitihani hiyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wa maraa rajulan, wanasema na mwenye kumuota mwanaume, minal aqaribi, kutoka katika ukoo, yalbasu aswada fil manami, amevaa vazi jeusi ndotoni ama usingizini. Yani ukimuona mwanamume kutoka katika ukoo wenu amevaa vazi jeusi usingizini, wanasema fa innahu yanalu jahan wa izzan, jahan wa izza. Wanasema ndoto hiyo inaashiria huyu aliyeota, yani muotaji, atapata heshima na hadhi, atakuwa ni mtu mwenye heshima na atakuwa ni mtu mwenye hadhi, atapata hiyo hadhi na heshima kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini wanaendelea wanawachuoni wanasema watadullu, na inaashiria ru'yatu rajulu, ndoto ya mwanamume, yalbasu thawbun aswadu, mwanamume amevaa vazi jeusi, fil manami, ndotoni, tadullu, pia inaashiria ndoto hiyo ala tahqiqil muradi, kufikia malengo, yani kufanikiwa malengo yake, unaashiria kufanikiwa malengo yake. Yani wewe ukiota mwanamume amevaa vazi jeusi, pia inaashiria kufikia malengo yako. Amma ru'yatu rajulu yalbasu badlatan saudaa fil hulmi, wanasema lakini kumuona mwanamume, amma ru'yatu rajulu, ama kuona mwanamume, yalbasu badla, amevaa suti, saudau, nyeusi, fil hulmi, ndotoni, yani ukimuota mwanamume sasa amevaa suti nyeusi, wanasema tadullu ala naili mansabin wa uluwi bishani, wanasema ndoto hiyo inaashiria kupata cheo, yani wewe uliyeota utapata cheo na kuwa na hadhi ya juu na kupanda, utapandishwa hadhi na Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Naam, wanaendelea wanasema wanawachuoni, wa ru'yatu rajulu yalbasu hidhaan aswad fil manami, wanasema na kumuona mwanamume amevaa au anavaa viatu vyeusi ndotoni. Ukimuona mwanamume yuavaa viatu vyeusi ndotoni, tadullu ala safarin, hiyo ndoto itakuwa inaashiria utasafiri, fihi manfaa, lakini katika safari hiyo utapata manufaa, wa khairun, na kheri. Wewe muotaji utasafiri na utapata manufaa ukimuota mwanamume yuavaa viatu vyeusi. Naam, wanaendelea wanawachuoni wanasema ru'yatu rajulu wasimun yalbasu aswada, na kuona mwanamume handsome, mwenye sura nzuri, wasimun maana yake ni handsome, yalbasu aswada, amevaa vazi jeusi, fil manami, tadullu ala najati min fitna, ndoto hiyo pia inaashiria kuokoka na majaribu, utaokoka na majaribu, yani kuna majaribu fulani utapewa, lakini utasalimika na majaribu hayo. Wa marra arrajula shadidu yalbasu aswada fil hulmi, wanaendelea wanawachuoni wanasema na mwenye kumuona mwanamume mkali amevaa vazi jeusi ndotoni, wanasema fa innahu yatakhallasu min dhulmin wa adawat, pia ndoto hiyo inaashiria utaondokana na dhulma na uadui, yani kama kuna dhulma, kama kuna uadui unafanyiwa, basi utaondokana nao, utasalimika nao kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizo ndio maana za kuona mwanamume amevaa vazi jeusi usingizini.
Mwisho, kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, ndoto binafsi ndugu zangu, tuna tafsiri kwa malipo nafuu kabisa. Kuna ada nafuu kabisa, utachangia tutakutafsiria ndoto yako. Naitwa Imam Shaabani Ramadhani Mponda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.